Tunashukuru Mungu kwa nafasi ya leo na kusanyiko ambalo kwa neema ya Mungu tumepewa tukapate kulichunga, kulilisha na kulilinda wakati kama huu. Amen. Tuamini na tuombe. Asante Yesu, tunakushukuru. Bwana, wewe ni mwema, wewe ndio nguvu yetu, uzima wetu uko kwako. Tunasema ni asante kwa maana Bwana umetupa fursa tena tukakae miguuni pako. Tulisema Bwana, hili ndilo fungu jema, nalo Bwana tumelichagua. Asante kwa ajili ya sifa, tumekusifu tukakuinua katika kiti chako cha enzi, katika Bwana uwezo na mamlaka yako, tukakuabudu kwa jinsi ulivyo mtakatifu, mwenye nguvu, mwenye uwezo na mamlaka. Nasi Bwana, ni wakati mwingine tumekaa kusikia kutoka kwako. Asante Yesu, kwa maana neno lako ni taa ya miguu yetu. Bwana, tunasema ni asante, kwa maana neno lako ni uzima, tena ni uhai. Bwana, pokea sifa na utukufu tunapolitazama neno lako. Wacha macho ya mioyo yetu yakatiwe nuru tunapolitazama neno lako. Wacha pakawe na uzima, pakawe na utakaso, pakawe na ukombozi kutokana na neno lako Bwana. Fanye kila mawazo yaliyojiinua kinyume cha elimu ya Kristo kutokana na neno lako Bwana yakapate kushushwa na kutishwa katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu, kwa maana utaniongoza katika kila ufunuo, katika kila neno, ili ukahudumie nafsi ambazo Kristo ameziandaa kwa ajili ya sifa na utukufu wake. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Haleluya. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya muda huu ambao wametupa, na nitapenda tu kwenda moja kwa moja kwa neno ili tukapate kumjua Kristo zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ni kweli. Wakati mwingine hata wewe mwenyewe unaweza kuwa ndani yako umejaa uongo ambao siwe tuliambiwa na mtu. Uongo wenye wewe mwenyewe umetokana na wewe mwenyewe. Hata ukawa unasema mimi ninajua, lakini hicho chenye unasema unajua si kweli. Bwana Yesu asifiwe. Maana chemichemi yake si neno, chemichemi yake ilikuwa ni mwanadamu. Mwanadamu ana uwezo wa kutoa chemichemi ya uongo, lakini neno la Mungu ni kweli. Haleluya. Ndio maana tunapolisoma neno la Mungu mara nyingine huwa tunashangaa, na nilikuwa nawaza ni hivi, lakini neno linasema hivi. Sasa inatubidi tukashuke, tukalitii hilo neno, tukanyenyekee kwa hilo neno. Kwa hivyo hiyo ndio nafasi ya neno, na asubuhi ya leo tunapolitazama neno, hiyo ndio hekima, kulisikia neno na kuishi sawa na neno. Hilo neno linakuwa la msaada maishani mwetu. Isaya mlango wa 61, naendelea kujua wokovu wangu, kujua wokovu wangu. Haleluya. Pastor alihubiri habari za wokovu ibada ya kwanza, na mimi nilikuwa nishajiandaa kabisa, kwa hivyo tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Imempendeza Mungu iwe hivyo, kujua wokovu wangu. Isaya mlango wa 61 kuanzia mstari wa kwanza. Neno linasema, Roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Roho ya Bwana. Haleluya. The Spirit of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingine huwa natofautiana na wale walitafsiri Kiswahili na huwa na confirm na English. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kiingereza imesema the Spirit of the Lord God is upon me. Kiingereza imeweka vizuri. Kiswahili roho ni password.
ingefaa kuwa roho wa. Bwana Yesu asifiwe. Si correct Bible na correct translators. English ilikuwa mwanzo ndio Kiswahili imeletwa. Bwana Yesu asifiwe. So translation ikileta shida wanatumia ile ilikuja mwanzo ambayo ni English. The Spirit of the Lord God is upon me. Because spirit is a person, is not a thing. Ukisema roho hii ni kama ni kitu. Bwana Yesu asifiwe. Roho si kitu. Mungu si kitu. Roho ni Mungu. Mungu ni mtu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeumbwa kwa sura ya Mungu. So the Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me to preach good tidings. Nitaendelea na Kiswahili tu hapo. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na neno hili Kristo aliposhuka ulimwenguni akiwa katika huduma yake, I believe hii ndio neno alilohubiri la kwanza kabisa aliposimama hekaluni. Bwana Yesu asifiwe sana. Akapewa kitabu na akafungua hapa, akasema leo unabii huo umefanya nini? Umetimia. Hapa ilikuwa ni unabii, lakini katika unabii huu tunapoangalia kuna mambo tutajifunza juu ya habari ya wokovu. Kristo alileta nini? Bwana Yesu asifiwe. Unless we understand what salvation means, then we can be just in salvation. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza kuwa tu ndani ya wokovu, na uko ndani ya wokovu lakini bado hauko huru. Haleluya. Uko ndani ya wokovu lakini hauko huru. Na neno linasema yule mwana wa Adamu amemweka huru. Yu huru kweli kweli. Sasa uko ndani ya wokovu lakini bado uko na hofu ndani yako. Si hofu ya Mungu, hofu pia. Unaposikia habari za kuja kwa Yesu unaogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposikia twende kanisani kuna hofu ndani yako. Enda umsalimie mchungaji, kuna hofu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Asonga hapa mbele ulete ushuhuda, kuna hofu ndani yako. Hofu ya nini? Haleluya. Hofu ya nini? Na nilipoendelea kutafakari, Mungu akawa ananikumbusha habari ya kuzaliwa. And if we can relate this, Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi tunamwangalia Mungu, sijui tunamwangalia vipi. Lakini asubuhi ya leo ama mchana wa leo tunapolitazama hili neno, litatusaidia tumtazame Mungu jinsi itupasavyo kumtazama. God is our Father. Bwana Yesu asifiwe. Tunazaliwa katika roho. Wokovu inamaanisha tumezaliwa katika roho. Sasa inamaanisha tumezaliwa kwa boma. Bwana Yesu asifiwe sana. Umezaliwa kwa boma la Mungu. Wewe ni mzaliwa pale. Yeye Mungu anasema wewe ni mwana. Na ndivyo ilivyo. It is confirmed. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa mwana akiwa anaenda kwao anaogopa. Mwana akiwa kwao, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Si ana ujasiri, maana yuko wapi? Yuko kwao. Anapomsongelea baba yake, anamsongelea kichungulia hivi. Hapana, anakuja baba, nimekuja. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunapookoka tumezaliwa katika roho. Naye Mungu ni roho. Kwa hiyo neno linasema roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubirie wanyenyekevu habari njema. So that was the mission of Christ. Akikuja ulimwenguni
Wako watu ambao wamekuwa wanyenyekevu. Kwa Kiingereza inasema vizuri, to preach good tidings to the poor. To the poor. Sasa poor ningetafsiri, pengine ningesema kulikuwa na umaskini fulani. Si unyenyekevu ile hapo, wako na umaskini fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hao wenye wana umaskini fulani, pengine ni kutojua, pengine ni umaskini ya kwamba yale mambo walijua ni mambo wamedharauliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu waliodharauliwa, watu walioonekana si chochote. Sasa Kristo anasema nimepakwa mafuta niwaletee habari njema. Haleluya. Mwanadamu wa kawaida ana kila sababu ya kudharauliwa. Mwanadamu yeyote ana kila sababu. Hata mimi ukiniangalia kuna venye unaweza nidharau. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo ukiniangalia tu napata sababu zangu hata 5. Mwingine atasema niko na 20. Mbona huko nyoa weekend nilikuwa busy? Hivi usha. Ani kuna sababu. Unaweza pata sababu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna kila sababu. Ukimwangalia mtu kuna kila sababu. Lakini sasa Kristo anasema nilipokuja mimi sikuja kuangalia ni hiyo, mlielezwa vya kutosha. Mlielezwa jinsi nyinyi ni wenye dhambi vya kutosha. Manabii walipokuja, nyinyi ni wenye dhambi, nyinyi ni kizazi cha nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nyinyi ni wenye shimo ngumu. Manabii walipokuja waliwaambia. Lakini sasa Roho huyu amenipaka mafuta niwaletee habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Habari njema ni kwamba nyinyi mliokuwa na shingo ngumu, Bwana Yesu asifiwe sana, kwamba Mungu anawapenda, anawawazia mawazo mema. Haleluya. Habari njema. Hebu tuendelee hapo mbele. Kwani wewe unafikiri ni mambo yako? Hapo mbele utasoma, utafurahia. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubirie wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwatibu waliovunjika moyo. Mambo ni mengi ya kuvunja moyo. Hata tulipokuwa shuleni campus, kuna mwenye alikuwa ni kama patron wetu, alikuwa anatuambia, brethren, the devil has enough persecution for brethren. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba shetani ana maonevu ya kutosha kwa ajili ya watakatifu. Sasa ilifai muone mtakatifu. Mtakatifu tayari shetani ako na package yake ya kutosha. Sasa wewe hata haufai. Mtakatifu mwache tu. Maana shetani ako na mipango yake ya kumteka, sijui nini. Maisha ya mtakatifu. Haleluya. Maisha ya mtakatifu huwa si tambarare. Si tambarare. Haleluya. Ni kama maisha ya baba. Jioni utaona amekuja na melon, utaona na unga. Haujui amepitia nini huyo mzee. Bwana Yesu asifiwe. Haujui hiyo pesa ilipatikana vipi. Pengine alitukanwa, bali mwingine mwenye alikuja alikuwa ni bosi vile, akafanywa kama kijana mdogo, lakini akashuka anang'ani apate ili jioni arudi akiwa anaishi. Hayo ndio maisha mtakatifu. Mwisho anasimama anashuhudia hapa Sunday, lakini haujui Thursday alikutana na mambo gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anatembea kila wakati na ushuhuda kama mgambo. Bwana Mwaitege alisema ako hatua mbele kama mgambo kila wakati. Yesu ananitetea, Yesu amenipa kutembea kama mgambo, hatua mbele kama mgambo. Yuko hivi, lakini kuna mambo anapitia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu anasema nimekuja hao wenye wamevunjika moyo ni watibu. Bwana Yesu asifiwe. Ni watibu. Walikuwa wamevunjika moyo. Hata leo hii watu wanavunjika moyo. Lakini Yesu hajaacha, bado yeye anatibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni vizuri uelewe ya kwamba katika ulimwengu wa kiroho, Bwana Yesu asifiwe, in the spiritual realm, time is not a limit. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu wa kiroho, huu muda wetu tunatumia saa 6
haina limit. Hiyo huwa kule ni tofauti. Niulize kwa nini? Kwa sababu Yesu hata kabla aende msalabani akufe kwa ajili ya dhambi zetu na afufuke, bado alimwambia yule mwanamke aliyekuwa amefumaniwa, akamwambia mwanamke, nenda zako, dhambi zako zimefanya nini? Zimesamehewa. That was purely blasphemy, because huo wakati dhambi ilikuwa inasamehewa kwa mnyama achinje tu. Tena hiyo kusamehewa kabisa, ndio akasema una uwezo gani? Huyu ni Mungu awezaye. So Yesu alikuwa anafanya kama tayari alishakufa na akafufuka, alikuwa anatumia huo muda huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Time is not a limit in the spiritual realm. Ndio maana kina Daudi kabla ya Roho Mtakatifu, Bwana Yesu asifiwe, kuajilia, maana Yesu aliwaambia tulie, atawajilia, mtapokea nguvu akishawajilia Roho Mtakatifu huko Yerusalemu, tulia hapo. Lakini wakati wa Daudi anasema, Bwana usiniondolee Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kabla ya huo wakati wa Roho Mtakatifu bado kuna watu waliishi wakatembea katika upako wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na utamwona tangu mwanzo, even in the book of Genesis, Roho Mtakatifu yuko. Maana they are not limited by time. In the spiritual realm, we are not limited by time. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inatusaidia kuelewa ya kwamba hata leo Kristo bado anakaa waliovunjika moyo. Amen. Watu wanavunjika moyo, sio angalie Kristo tena, wanakuvunja moyo ni wa karibu sana, mwangalie Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi tunajidanganya ya kwamba kuna mtu anaweza kuwa karibu kushinda Kristo, lakini anapokuudhi ndio unajua Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hapo ndipo nyimbo zingine zinaanza ku make sense. Ninaye Yesu anayenipenda siku zote, hajawahi niacha peke yangu, hata kwenye mateso, hata kwenye furaha, hajawahi niacha peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali utashikwa, umeambiwa mke wako anapiga simu, huyu jamaa tushamshika, tumemtia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Hapo umetiwa ndani wewe na Yesu. Mke hajatiwa ndani, hata akikuja hawezi tiwa ndani. Maana hana mazingira ya yeye kukaa hapo ndani. Hata kama atapenda, haruhusiwi na sheria kukaa ndani, hajakosa. Lakini wewe tayari uko ndani. Yesu yuko hapo na wewe. Kwa hivyo ni lazima tunapokuwa tumeokoka tumpatie Yesu nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi yake. Na hiyo ni nafasi ya kwanza. Yuko ndani yetu na sisi tuko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Huo upendo ni wa juu sana. Mimi siwezi sema niko ndani ya mke wangu na mke wangu yuko ndani yangu, uongo. Haleluya. Ni Yesu tu. Kuna huo uwezo. Yeye ako ndani yangu na mimi niko ndani. It is very deep. Kiasi cha kwamba inafaa tutenge muda, unakaa tu unafikiria huu upendo na namna gani. Ndio maana Paulo anapoombea kanisa, analiombea kanisa likapate ufunuo wa upana, urefu, kina. Bwana Yesu asifiwe. Alieleza upana, urefu, kina, mambo manne. Kuna moja nasahau, cha upendo wa Mungu. Understanding the love of God in all dimensions. It is very deep. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiasi cha kwamba tunapoelewa huo upendo, wapendo ya kuvunja moyo yatakuja, lakini tutakuwa tuko na tabibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko na tabibu? Na tabibu. Ukiwa na tabibu hauogopi magonjwa. Amenituma ili kuwatibu waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Hata leo hii wapendwa, bado wamefungwa tu, wamefungwa. Na inapendeza, maana wanadamu wakiwa hivi vizuri, smart, hawezi jua ni yupi amefungwa, hawezi jua ni yupi hajafungwa.
Bwana Yesu asifiwe. Hizi tabasamu kiziangalia hauwezi jua. Hiyo ni siri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ashukuriwe Mungu yule anayeona mioyo. Hata sasa ananena, anakwambia mimi niko hapa kukufungua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Niko hapa kufungua watu. Waliofungwa wawekwe. Wale wapendwa ile siku walimshika yule mwanamke. Wakasema twende. Sheria inasema tukampige mawe. Tena tunaenda kumpigia mawe mbele ya Yesu kabisa. Twendeni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wao walikuwa nadhani wako huru. Walikuwa nadhani wako huru. Kumbe yule wamemshika. Ndani yao pia wao ni washirati vile vile. Haleluya. Sasa wao wakadhani Mungu anaangalia kama CCTV. Yesu haangalii kama CCTV. Bwana Yesu asifiwe. Unajua CCTV zinaangalia mwili. Wewe Yesu haangalii mwili. Anaangalia ndani. CCTV yake iko ya ndani zaidi. Akawaambia kulingana na CCTV yangu hapa, ninaona nyote hata wale walimleta. Bwana Yesu asifiwe. Hata tayari nyinyi wenye mmemleta pia nyinyi mshaanguka tayari, mko pamoja na huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi ndivyo Yesu anavyotuangalia. Haleluya. Na wapendwa, tukielewa mwanadamu, ni vizuri ujielewe wewe ni nani. Unapojielewa inakusaidia sana. Sasa wale walikuja na taswira ya mwanadamu. Maana kwa mwanadamu walikuwa wanaonekana, hata wengine wamevaa makanzu yao. Wanakaa wao ndio holier than thou. Wao ndio wanaongoza mstari pale. Huyu tumemfumania leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipofika Yesu akasema yule ambaye si mwasherati, si mtenda dhambi, akuwe wa kwanza kurusha. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu Yesu alikuwa ongea na mimi. Alikuwa anaongea na nafsi. Na nafsi zilikuwa na ukweli tayari ya kwamba sisi japo tunamleta huyu. Hata kuna mzee mwingine alikuwa anatamani kama yeye ndio angekuwa mwasharati pia yeye. Walikuwa pale wengi sana. Hiyo siku walikuwa pale. Lakini wanamleta huyu apigwe mawe. Yesu akamwambia hata nyinyi mko hapo. Na wote wakaondoka. Unapoelewa hivi inakupatia nafasi nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Umwambie Bwana, hebu nisaidie. Nisaidie moyo wangu. Nisaidie mawazo yangu. Haleluya. Nisaidie mawazo yangu. Ili tuwe watakatifu. Maana yeye tunayemwabudu ni mtakatifu. Na sisi lazima tuwe watakatifu. Sasa huo utakatifu si ule wa kusema. Ni ule hata Mungu akikuangalia na macho yake asisitivia ndani. Anaona huyu baba ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyinyi mtaniangalia mtaona huyu Bwana ni mtakatifu. Wewe ni kwa sababu mnaniona tu hivi. Lakini ndani ya mawazo yangu neno linasema as a man thinketh so is. Jinsi mtu awazavyo ndivyo alivyo. Kwa hivyo Mungu haangalii jinsi mtu anavyoonekana, anaangalia mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nimeingia ndani namwambia Bwana, sasa tuko na mawazo sasa. Dili na mawazo. Dili na mawazo yao. Dili na mawazo yao. Mawazo, hakuna mtu anaona mawazo mwenzaji hapa. Hata utaona mtu utaona anacheka, unadhani anawaza mema. Kumbe ndani yake tayari amewaza mabaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa hapo ndipo tunaitiwa kweli iingie kwa hayo mawazo. Kuingie nuru katika mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tunapoingia nuru katika mawazo, tutatenda sawa. Tunapoingia nuru katika mawazo yetu, mioyo yetu itakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Why is the church struggling? Bado tuna struggle. Kwa sababu gani? Hatujaruhusu tutiliwe. Bwana Yesu asifiwe. Chunguza mawazo yako.
daktari yuko, unaweza kuwa uko huru hivi, lakini mawazo yako yamefanya nini? Ni mateka ya uasherati. Au kushikwa kwa uasherati, au hujawahi shikwa kwa uasherati, lakini mawazo yako yana uasherati. Wale walimleta yule mama hawakushikwa, lakini mawazoni mwao kulikuwa kumejaa uasherati. Ndio maana hakuna mtu angerusha chini. Bwana Yesu asifiwe sana. And that qualified before Jesus kwamba hao wote ni washerati. Haleluya. Sasa tutaponaje? Tutapona. Verse 2. Tutapona kabisa. Maana tabibu amekuja kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Kwa hivyo hii ndio kazi Kristo alikuja kufanya, kuwafariji watu wanaolia, kutangaza kisasi kwa wale walioonewa, Bwana kuwatetea. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote waliolia wafarijiwe. Ni vizuri ujue at this season niko wapi. Bwana, nahitaji kufarijiwa, mtafute mfariji. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwendee Yesu na vazi. Mwambie Bwana, wewe ndio unayefariji wote wanaolia. Bwana, niko hapa nifariji. Utafarijika mpendwa. Tena utafarijika kikweli kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Yule amefarijiwa na Yesu ana utofauti na yule alifarijiwa na wanadamu. Utafarijiwa na wanadamu after 1 week umerudi pale. Lakini ukifarijiwa na Yesu, ndugu yangu, it is permanent. Amen. Hallelujah. It is a testimony. It is a miracle in you. Inafanyika. Verse 3. Kuangazia hao walio katika Sayuni, wapewe taji la maua badala ya majivu. Hallelujah. Kwa Kiingereza nasema to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes. Hii ndio kazi ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupeana uzuri mahali palionekana majivu. Majivu watu wangejipaka wakati wanaonyesha huzuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona katika Agano la Kale mfalme anajipaka majivu, yani kuonyesha sorrow. They are sorrowful. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Kristo anasema nimekuja ili kuondoa ashes for beauty, aweke uzuri. Hallelujah. Beauty. Kuna mwimbaji aliimba, my beautifier, you have taken away my pain, you have taken away my shame, you made my life so beautiful. My beautifier, you have taken away my pain, you have taken away my shame, you make me just like you. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hana haja na sura yako. Haleluya. Yesu ana haja na sura yake ionekane ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Si sura yako ukiangalia utadharau, haujaona ya Yesu ndani yako, hiyo hautadharau. Ina utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya Yesu ina utukufu, ina heshima. Haleluya. Ina heshima. Yule amevaa sura ya Yesu, hakuna spirit ya rejection itafanya kazi ndani yake. Unajua rejection is like an image. Ni sura mtu anavaa. So that ukienda mahali tu watu wanakukataa. Hata watu wapya mmekaa leo kwa kikundi, nasema wapenda tujuane, lakini tunataka tuchague leaders. Mmoja anasema huyu mama. Unasikia watu wote, huyu mama pana, tunataka huyu. Nashangaa mbona na wao wanijui. Na ile chama nyingine swali nikataa. Ni sura iko hapo. Lakini Yesu anasema nimekuja kuchukua hiyo sura ya sorrowful, ya majivu,
ya kukataliwa, ya kutengwa, ni kuwekea beauty. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuwekea nini? Beauty. Beauty ni kibali. Kuna watu wakikaa mahali wanapendwa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtoto akikaa mahali tu unaona amejulikana na watoto wengine pia unaona kama wanataka tu kumshikashika. Kwani huyu hapa na nini? Leta ni mbebe, nataka kukaa naye, nataka kucheza naye. Kuna kibali kiko juu yake. Na kuna mwingine akikaa mahali wote watamtoroka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kibali ndicho hicho. Watu, people are ready to be with you. Kibali. Hiyo ndio kazi Yesu amekuja kufanya. Haleluya. Mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Najua kule kwa Agano Jipya Yesu hakuendelea sana hapo. Yaani kwamba kwa hiyo verse 1 tu na tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huu unabii, mambo yote yaliyokuwa katika unabii, Yesu baada alikuwa ndo asikizie hao watu wamelisikia hili neno limetiliwa watafanyaje? Walimtoa mbele. Walitaka kumuua. Imekuaje? Blasphemy. Bwana anasema neno limetilia. Yeye ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa neno lote liko hapa. Mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Ukiwa katika wokovu umeletewa, maana umempokea Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Umepokea mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Mafuta ya furaha. Mafuta ya furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika familia yako unapowalea watoto wako, mafuta ya furaha. Amen. Haya ni mambo inafaa uyajue, na kama hayaonekani kwa maisha yako uyaanze kuyadai. Haleluya. Maana Roho wangu aliimba, haki zetu za msingi tumenyang'anywa. Wimbo sijia ningependa kuimba. Ndipo tunasema achia watoto wetu, achia na nyumba zetu, achia. Bwana Yesu asifiwe. Roho wangu alifika mahali akaelewa. Watoto wetu wanashikwa, waachiliwe. Waume zetu waachiliwe. Biashara zetu ziachiliwe. Huduma zetu ziachiliwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna haki za msingi. Haleluya. Tumepewa mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Amen. Lakini nyumbani unaogopa kuingia mapema. Maana ukiingia ni kama ni maombolezo tayari. Hakuna furaha. Haleluya. Yule ni mtoto wako, lakini hata utaki ukae naye 5 minutes. Maana unajua utakorofishana kule huyu kijana. Huyu ni msichana anisikia. Mwite Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mwite Yesu. Na ukimwita Yesu usiweke nguvu zako. Haleluya. Mara nyingi tunataka tumwambie Yesu, Baba, beba mzigo wangu. Lakini ni Sunday tu. Ni kwa ibada hapa. Worship anakuambia sasa achilia mzigo yako kwa Yesu. Yote kwa Yesu. Yote kwa Yesu. Natoa sasa. Lakini tukiambiwa haya, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mpesa, ukimaliza tu kwa mlangoni, mzigo wako tena unabebana nao. Haleluya. Ulimwachia, mwambie Bwana nilikuachia. Huyu mtoto, mimi nilikuachia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kazi yako ni kumwombea tu na kumbariki. Mtoto unambariki. Unambariki. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto unambariki. Paka yeye mwenyewe anashangaa, lakini vipi? Mimi nilikuachia Bwana, mimi nikukubariki tu. Kazi yangu ni kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Mume wako unampenda. Unajua ile hali yetu unaweka hasira ni bado wewe unataka hasira yako pia ionekane. Hapo ni kama unachukua mzigo, usichukue. Yesu si ndo amechukua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tulia kwa Yesu. Be still and know he is God. Lakini watoto wadogo ndio rahisi kuambia waachie na wanaachia. Watu wakubwa tunapokuwa tumeanza kufanya majukumu, unajua ni mimi. Kama ni si mimi basi hakuna mwingine atafanya. Haya sasa unaambiwa achia.
Unapata umeachia, unashikilia tena. Mwambie Bwana, hata Bwana nisaidie pia kuachilia. Amen. Huu mzigo huu kama ningeachilia na uchukua tena, nisaidie kuachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Vazi la sifa. Bwana Yesu asifiwe. Vazi lako ni la sifa. Hilo ndilo umevalishwa. Vazi la sifa. Bwana Yesu asifiwe. Situlimba hapa, umezungukwa na sifa. Yesu amezungukwa na sifa. Katika kiti chake cha enzi makerubi maserafi. Oh, you are worthy Jesus, you are worthy. Lamb of God, you are worthy. Wanazitupa taji zao mbele ya Kristo. Kwa maana yeye amezungukwa na nini? Na sifa. Amezungukwa na sifa. Naye pia anatuhakikishia na sisi pia hivyo hivyo. Ile tumevaa ni vazi la sifa. We are covered. Bwana Yesu asifiwe. Vazi la sifa. Vazi kazi yake huwa ni kuficha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kusitiri. Kwa hiyo sisi tumesitiriwa na nini? Na sifa. Haleluya. Wewe umesitiriwa na sifa. Badala ya roho mzito. Roho mzito. Baba, nasikia mtu anasema jamani, nasikia moyo wangu ni mzito. Achilia. Zunguka na vazi. Vaa vazi la sifa. Vazi la sifa. Sifa. Unaweza msifu Bwana. Out of a cheerful heart, unamsifu Bwana. Unamwambia Bwana unastahili. Bwana umenitendea. Bwana umenishindania. Haleluya. Hilo ni vazi unavaa. Unavaa kila wakati. Hata kama mambo ni magumu, piga sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Piga sifa. Cha kutumaini. Ukiendelea huko mbele unapata breakthrough. Hata kama roho ni nzito, vaa vazi la sifa, linaondoa uzito. Wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Sisi tuitwe miti. So watu wengine wakiangalia wanaona haki ndani. Miti ya haki iliyopandwa na nani? Na Bwana. Bwana mwenyewe alipanda hii miti. Ni miti ya haki. Haki inaonekana ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the purpose that Christ came for us. Came to deliver us. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni ukombozi wa moyo, ukombozi wa mawazo. Ukiangalia haya maneno yote haya, ni ukombozi unaendelea. Ndio maana neno linasema nitawatakasa kwa neno langu. Sasa wewe haujajiuliza unatakasaje kwa neno? Ndio hii. Unasikia neno. Niko na moyo mzito. Moyo mzito si sehemu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Niko na mafuta ya furaha, si ya maombolezo. Maombolezo yanaondoka kwa sababu umejua. Na ukijua unaamini. Na ukiamini hiyo vazi pia unahifadhi vizuri. Maana ni dawa. Kesho ukisikia kuna maombolezo, unajua kuna dawa. Dawa ni Isaya 61 hapo kuna dawa hapo mahali. Kuna mafuta ya furaha. Bwana nipe mafuta ya furaha. Haleluya. Amen. Ili tupate kuitwa miti ya haki. Tuendelee. Nao watajenga mahali pakali palipo haribiwa. Kumbuka tangia mwanzo Yesu hapatiani mtu assignment. Kazi yake kwanza ilikuwa ni kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu hapo anaambiwa ajenge. Yesu kwanza anadili na wewe kwanza. Anaangalia moyo wako uko vipi. Wewe ni mateka? Ndio, na kuweka huru. Je, moyo wako ni mzito? Ndio, nataka nikuvalishe vazi la sifa. Bwana Yesu asifiwe. Je, kuna maombolezo? Sasa nataka nikupatie mafuta ya furaha. Haleluya. Nataka nikufanye mtu wa haki. Alafu sasa ndio anakwambia na ugo. Amen. Yesu hatumi watu waliojeruhiwa. Ni ngumu sana. Hata kuhudumu ukiwa umejeruhiwa ni ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni ngumu. Unaweza kuata na message, lakini kama umejeruhiwa ni ngumu.
flow. You don't flow. Na Yesu ana hiyo. Kwa nini akutume? Na umejeruhiwa. Atakutibu kwanza. Atakuganga moyo. Uko umefungwa mateka, atakuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Atakuvalisha vazi la sifa. Kwa nini uende kujenga na hauna vazi la sifa? Atakupatia hilo uende nao watajenga mahali pakali palipo haribiwa. Sasa you become a minister because Jesus has prepared you. Umejua nguvu ambayo ameweka ndani yako, unajua amekufanya nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa unaenda kwa ujasiri. Unaenda kwa ujasiri. You are empowered. You are fit for the mission. Ukajenge mahali palipo haribiwa. Sasa ukiingia mahali unajua hapa watu wamevunjika moyo. Wewe hauko kuvunjika moyo. Wewe sasa umekuja kujenga. Watu wamevunjika moyo hapa. Mimi nilikuwa nimevunjika moyo kitambo. Nilipovunjika moyo akaniganda. Sasa amenituma hapa ili nikuje pia. Wale wamevunjika moyo wako wapi? Tuko hapa. Haya sasa, sikieni neno hili. Hebu mtike moyo katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ni kujenga sasa. Kuimarisha wengine. Tukajenge mahali palipoharibiwa. Watapanua mahali palipokuwa ukiwa zamani. Watatengeneza miji iliyoharibiwa. Mahali palipoachwa kizazi baada ya kizazi. Bwana Yesu asifiwe sana. This is the purpose of Jesus. Hili ndilo kusudi la Kristo kuja kutuokoa. Tusikwame tu pale kwamba amenipaka mafuta niwahubirie wanyenyekevu habari njema. So wewe siku zote wewe uko pale, Bwana mimi ni mnyenyekevu, nihubirie habari njema. Umekwama hapo. Bwana mimi ni yule mwenye majivu, nataka nione uzuri. Haukwami hapo. Yesu anakuondolea majivu, aweke uzuri. Anaondoa roho nzito, aweke, Bwana Yesu asifiwe sana, vazi la sifa. Anaondoa maombolezo, akupe mafuta ya furaha ili wewe ukajenge mahali palipo bomoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. It does not just happen in your life. Anakutia mafuta ndio ufanye nini? Anakuganga, ni tabibu, anakuganga moyo ndio ufanye nini? Anakuganga moyo ili uende ukajenge. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Anakuganga moyo ili uende ukajenge. So mara nyingi tukimaliza hata kutengenezwa tuko fit. Badala tuende tunabaki tena pale. Unabaki hapo mpaka unaanza kuwa mgonjwa tena. Unarudi tena, Bwana wewe ni tabibu, tibu moyo wako. Unabaki hapo mpaka moyo unaanza kuwa mzito. Hapana. Ukielewa sasa, tembea sasa. Amen. Wapi panahitaji kujengwa? Ni hapa. Amen. Tujenge. Kuna miji imebomoka, ndio tuitengeneze. Bwana Yesu asifiwe. Tena inasema kizazi baada ya kizazi. Kwa hivyo sasa hapo ndipo kuendelea kwako. 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 Waangalie mitume, hivyo ndivyo walifanya. Kina Petro, mioyo yao iliposimama sawa sawa, wakampokea Roho Mtakatifu, walibaki pale. Walienda wakijenga. Walienda Asia. Walienda wakijenga miji iliyobomoka, kizazi hadi kizazi. Mpaka leo hii tuko na Injili, ni kwa sababu walienda. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukipokea wokovu basi tuende. Amen. Tuambie watu. Tuambie watu. Verse 5 tulikuwa tusomea 5. Na wageni watasimama na kulisha makundi yenu, na watu wa kabila nyingine watakuwa wakulima wenu. Yesu alikuja hizi vitu zote zifanyike kweli maishani mwetu. Lakini mpaka leo kuna watu wako verse 2.
kuwaweka huru walio mateka. So kazi yako wewe ni uweko huru, ukaekae tena, utafute ukae mateka, uweko huru. Mateka, uweko huru. Wewe, kuna watu wanafika verse 5. Wakifika verse 5 na wageni watasimama na kulisha makundi yenu. Na watu pia walipokea wokovu huo wenye ulipokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini walikuwa na ufunuo. Wakajua kwa sababu tumepokea wokovu, tumeingia kwa wokovu, si ndio? Tulikuwa walevi. Sasa Yesu tuponye majeraha ya ulevi. Wanaponywa. Wakishaponywa wanatoka, wanasongea mbele sasa. Wanaenda wanaanza kujenga. Wanajenga miji. Wanasafu. Sasa verse 4 ni ya kusafu. Unasafu purpose ya Mungu. Hallelujah. Then verse 5, when you serve the purpose of God, God will bring servants also to serve you. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana napenda kutia wahuduma mioyo na kuatia moyo, usiache. Hata wanadamu wakikuudhi usiache huduma. Bwana Yesu asifiwe. Usiache huduma. Hii huduma haumfanyii reverend. Hata reverend akikuudhi usiache. Bwana Yesu asifiwe. Mtumikie Mungu. Kwa sababu gani? Sasa ukimtumikia Mungu, ukijenga, verse 5 ndio hii, na wageni watasimama na kulisha makundi yenu. Au ni watu sasa, makundi yako yanalishwa, na watu wa kabila nyingine watakuwa wakulima wenu. Sasa inamaanisha umepanuliwa. Wewe una wanyama, makundi ni ya wanyama, wakulima ni shamba, una mashamba, watu wanalima, una chakula. Bwana Yesu asifiwe. Serving God is never in vain. But serving men, it is in vain. Hallelujah. Tukifanya huduma tu tukijua tunafanya kama wanadamu, kwanza itakuanzika. Hao watu ndio tunafanya hawaoni. Lakini tukimfanyia Mungu, mimi narudi kwa Mungu, ananionyesha venye ananipenda. Nasema I want to go again tomorrow and serve you. Amen. Nikirudi kwa Mungu, Mungu venye ananipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. No one loves us more than God. Reverend ni mwanadamu, anaweza sahau ku appreciate. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe uko unatarajia leo nimepiga sifa vizuri. Reverend kwani hapo appreciate? Ni mwanadamu. Hata pengine wakati wa sifa pia alikuwa anaomba amezama hata kusikia hizo sifa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu ni nani? Si ndio huyo ulikuwa unampelekea sifa? Anasema leo manukato hapo, kuna manukato hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapoelewa hivyo, tunamtumikia Mungu. Tunamtumikia Mungu. Alafu atakutumikia. Wakulima wenu na watunzaji wa mizabibu yenu. Ukiona mizabibu si kama maragwe. Mizabibu ni miti na kaa for long. Kwa hivyo inamaanisha unaendelea. Kama ni ukulima ni wa kuendelea. Hata matunda utakuwa nao. Haleluya. Bali ninyi mtaitwa sasa makuhani wa Bwana. Watu watawaiteni wahudumu wa Mungu. Sasa hapo ndio tunaanza kuitwa wahudumu. Bwana Yesu asifiwe. According to the Bible, hii tukifika hiyo level ndio inatupaswa tuitwe wahudumu. Hata sisi wengine tunaitwa wahudumu kwa sababu ya neema ya Mungu tu. Hatujafika verse 6. Haleluya. Hatujastahili kuitwa wahudumu. Lakini kwa neema ya Mungu. Lakini haimaanisha kwamba tutafika huko. Sasa tukae. Tunapoendelea tufike hapo. Watu watawaiteni wahudumu wa Mungu wetu. Mtakula utajiri wa mataifa. Utajiri wa mataifa. Yaani matajiri wao wanawatafuta. Bwana tumekuja Bwana. Mimi nafurahi venye unafanya huduma yako. Si nikubariki. Haya, matajiri wa mataifa wanaleta utajiri wao. Nawe utakula. Bwana Yesu asifiwe. Na kujisifia utukufu. Wow. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio wokovu. Kristo anasema nimekuja nifanye. Huo ni according to the prophecy. Kristo kuja kwake kulikuwa kunafaa kutupatia hayo mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ndizo haki zetu za msingi. Hizi ni haki za msingi. Kama ziendelee kwako, umekwama sijui verse number 2, kata. Sema nataka niende number 3, nikajenge. Familia yetu imebomoka. Bwana, sitakaa tena hapa kwa moyo uliovunjika. Moyo unaotafuta tabibu. Bwana, hebu nitibu nisome nikajenge. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, moyo wangu ni mzito. Hebu Bwana nipatie vazi la sifa, nisonge mbele nikajenge. Haleluya. Tusikae hapo tu. Tusikae hapo, tusonge mbele, tukajenge. Tujenge. Maana after kumtumikia Mungu kujenga, ndio yeye sasa atatutumikia na watu. Atakutumikia na watu. Haleluya. Hivyo tu. Kuna vazi nyingine ilikuwa, lakini hiyo nadhani pastor aligusia habari za dhambi. Hiyo alieleza vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ya dhambi ulieleza vizuri. Na sasa umejua haki zako za msingi. Unapokataa dhambi, haya ndio mambo sasa. Uyaangalie. Yafanyike maishani mwako, yafanyike kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine shetani anajaribu kuweka doubt ndani yao. But sasa hata ni deal na huyo shetani. Shetani, wewe unajaribu kuweka doubt kwamba watu hawatatulimia mashambani. Mbona uliruhusu tukajua kweli kwamba kwa mapigo yake tulipona na tumepona? Bwana Yesu asifiwe. Unajua kama kuna kitu moja ilifanyika, hata kama ni ya kwanza, kuna wakati tulivunjika moyo, tukafarijika. Hiyo tayari inatuhakikishia ya kwamba hizo ahadi zote ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama sina shamba leo hivi, lakini kwa sababu Yesu alifanya nini? Alinifariji moyo nilipokuwa nimevunjika moyo. Kwa sababu Yesu aliniweka huru nilipokuwa nimefungwa, nimefanya mateka. Hiyo inanifanya niamini kama verse 1 ilifanyika kweli, basi mpaka verse 6 ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo shetani usiruhusu sasa anaanza kukuletea science zake hapo. Hizo ni fikra zinazojiinua kinyume na elimu ya Kristo. Elimu ya Kristo ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Na ukienda nyumbani, enda na hiyo. Shikilia hapo. Shikilia hapo. Haleluya. Kama kuna moyo mzito, kuna dawa, angalia hapo. Kama unaona uzuri wako umeondolewa, watu wanakukataa, vaa vazi la beauty, uzuri, ikatae hilo vazi. Tusimame. Tusimame, tumshukuru Mungu kwa neno. Amen.